Naam, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwako. Hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hilo basi nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, nilianzia kule Shanzu Mombasa. Shanzu Mombasa kuna kipusa mmoja amelipukia polo aliyemcheza na kichuna tofauti. Naam, polo mmoja wa hapa aliaibika baada ya demu wake kumlipukia hadharani akidai kwamba ni mnafiki mkuu asiye na haya hata kidogo. Yaani wewe uko kwa uhusiano tu hamjaoana na umeanza kurukaruka hapa kule. Kwa hivyo huyu binti naye si wa kuweka maneno, alienda akamlipukia mbele ya marafiki zake. Nakwambia sijui alifanya poa ama vibaya. Inasemekana kwamba demu huyo alipata polo katika klabu kimoja akiwa na mwanadada mwingine, ile hali alikuwa amemwambia alikuwa na kazi usiku kucha. Yaani amemwambia mimi nimeenda kazini usiku kucha na hivi. Kumbe ni uongo. Alienda akamlipukia kwa klabu. Wanawake kama hao, unasema wanawake hatari, moto kuotea mbali. Nafikiri hao ndio wanadumisha ndoa Kwa hivyo watu wakuwa kali, sijui wasemaje. Ni katika pita hapa nami VMM, nikujuze kwamba napozidi kabla tuvuke tena katika eneo lingine, nitavuka mpaka Diani kule Kwale. Niko tu coast kule, nipate kukumbusha kwamba iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nami, hakikisha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Klika neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, weke comment yako pale na Bwana akutende wema. Nikavuka mpaka Diani kule Kwale. Diani Kwale, lofa mmoja ashauriwa ajifunze kurusha mistari ya kutoa nyoka pangoni. Naam, watu walishindwa kuzuia kicheko baada ya demu mmoja kuzima jombi aliyejaribu kumrushia mistari ya mapenzi katika stage ya bodaboda, lakini kwa njia ya kuchosha kama redio ya zamani. Jombi huyo alijipa ujasiri na kumrushia mistari binti huyo ambaye alimkataa, akamwambia, wewe, watu saizi wamesonga, jifunze kurusha mistari ya maana. Hii vitu naongea, hii mistari ya kwako ovyo hii. Kwani jamaa alirusha mistari ya aina gani? Ndio inasemekana kwamba ni mistari ovyo. Sijui wadudu kichani songa mbele au sio? Haya, lakini pia nawe unamwaibisha tu. Si ungemwambia pole pole. Watu uchanuana. Naam, kitafakari jana nikavuka mpaka Ruiru mjini. Ruiru mjini kuna mhubiri mmoja awataka waumini wamnunulie suti na viatu kabla ya kuongoza harusi. Huyu ni mhubiri wa ajabu. Nasema kuna pasta mmoja wa hapa alishangaza wachumba walipopanga kuoana harusi na kuwaomba wamnunulie viatu na suti. Inasemekana kwamba wawili hao walidhani pasta huyo angewaulisha misingi ya kanisa, na walipompigia simu kudhibitisha, aliwataka wafike kwake ili kujadili swala hilo. Pasta aliwahoji kabla ya kupasua, Marika akamwambia, mimi nitakuja tu baada ya nyinyi kununulia suti na viatu. Yaani wasiponunua suti na viatu, pasta ashikanisha harusi. Mungu na mambo. Tutafakari pia hayo. Nikavuka mpaka Kapkatet kule Kericho. Kapkatet Kericho kuna moja akataa pressure ya demu wafunge ndoa hala. Kuna barabara moja wa eneo hili. Harusi yake alipojua kwamba wamechubiana, lakini kuna mwingine kwani kuna nini? Akona ugonjwa kama nampeleka hiyo awani, sema hapa yana kuelewa nini ikiwa ni kufanya biashara hiyo la wapi. Na vile pia nikifika nimalizia eneo la Bamba Kilifi kuna moja apiga fulani na mtu sana, wewe hapa kutembea kwangu hii kuja kwangu, mimi nimeenda kazini kuja na kutoka kwangu, nasema mnapiga sana. Hivyo kaambia never ever ulifika kikomo. Kwa ulimwengu huu una mambo. Ni katika pita za kwangu. Ni hapa ni VMM, nikipenda Victor Mado Mandala. Nasema usipingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Klika neno subscribe, kiambia sign in na account yako. Copy the link and share. Na weke comment yako hapa chini na Bwana akutende. Ni hapa ni VMM, nikipenda Victor Mado Mandala. Narudia kusema ishi kwingi kuona mengi, kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Subscribe, and bye-bye.